Mwalimu Amani, habari za asubuhi. Salama ndugu yangu. Kwema Juma? Kwema kabisa, salama. Heri kabisa. Tuko na wewe live hivi sasa. Tunatamani kusikia kutoka kwako kama coach. Nini siri ya kupata alama moja dhidi ya Simba jana, ukizingatia nyinyi mlikuwa ni timu ya pili katika mchezo husika dhidi ya Simba? Baadhi ya mambo ambayo yaliyofanyika kuelekea kwenye mechi ya jana mpaka ambao tunafikiri kwamba ni yametusaidia, ilikuwa kwanza ni kutengeneza saikolojia ya timu. Ndio. Bila kubaki katika hali ya upambanaji na kuona kwamba mechi iliyoko mbele yao ni mechi kubwa, lakini ni mechi ambayo inaweza ikatoa matokeo ambayo tunayohitaji endapo tu wa kisaikolojia wakiingia wasiwe na uoga. Unajua hofu inaweza ikamfanya mtu asifanye kazi yake vizuri kwa namna yoyote, hata mtu akiwa na ubora. So sisi tulijaribu kuondoa ile hofu kwa wachezaji ili kusudi tuweze kupata maamuzi ya kwao sahihi pamoja na ujasiri wa kucheza mechi. Lakini jambo la pili ilikuwa ni kuanalyze Simba yenyewe katika mechi za karibuni, hususan mechi iliyopita ya Tanzania Prison pamoja na mechi zingine, kwamba waliichezaje na haya maingizo yaliyoingia dirisha dogo wanatumikaje, ubora wao uko wapi, udhaifu wao uko wapi, na ni maeneo yapi ambayo wanatumia sana. So ile taswira tuliweka kwenye vichwa vya wachezaji, na mwisho wa siku tunafikiri kwamba iliweza kuwa sehemu pia kusaidia. Na eneo la tatu ilikuwa ni kutengeneza hali ya timu kimapambano, kwamba tunakuja na mpango wa kutafuta point tatu, lakini at least tuwe wagumu katika kuzuia pia. Ikisindikana tusipoweza kupata muda wa kucheza, basi tuwe timu ambayo kweli iko kwenye uimara wa kuzuia. So hivyo vitu vyote ukiweka pamoja ukajumlisha na namna ambavyo wachezaji walivyoamka kwa siku ya jana, baadhi ya wachezaji walikuwa kwenye uwezo mzuri, kaweza kuchangia kupata sisi walau kupata hiyo pointi moja ambayo kwa timu kubwa nafikiri ni pointi nzuri zaidi. Na umezungumza kwenye hayo maeneo matatu ambayo uliwajenga wachezaji wako kuelekea katika mchezo wenyewe. Kwa ulivyo analyze Simba, uliwaambia wachezaji wako kwamba nguvu kubwa ya Simba ilikuwa kwenye maeneo gani, na pengine mapungufu ambayo mliyabaini katika mechi zilizopita, ikiwa mechi ambayo Simba walicheza dhidi ya Prison, ilikuwa pia kwenye maeneo gani ambayo wachezaji wako walipaswa kutumia vizuri? Nafikiri kutoka kwenye mechi ya Prison tulidhani kwamba Prison waliwaheshimu sana na kuwapa mwanya mkubwa sana wa kucheza. Commitment ilikuwa kubwa, lakini sio kubwa zaidi, so sisi tukahitajika tuiongeze zaidi. Lakini eneo lingine ilikuwa ni style yao ya uchezaji pamoja na umbo lao kwa ujumla. Kwa hiyo ilitangulia kwanza umbo, kwamba ni mfumo aina gani, nani na nani ambao wanafanya build up za kucheza, maeneo yapi ambao wao wanayatumia, lakini pia mobility ambao wamekuwa wakifanya. Stress yao kubwa ni katika zile half space, hususan ni katika maeneo ambayo wanatumika kinagwe na kinaula. So hatukuruhusu wapate uhuru wa kukimbia kwenye maeneo ya hatari, ndio sehemu ambazo sisi kwa tumeziba hiyo mianya, at least wasipokee mipira mingi sana kwenye maeneo yale. Kwa hiyo, lakini pia upande wa pili unaona kama watu ambao wanatumia flanks sana, kwa maana Kibabage na Kapombe, huku wakiwaingiza mawings ndani. So tulijaribu kuona maeneo hayo kama tunaweza tukatumika ili kusudi kutokuwapa hiyo threat ya wao kuweza kutuzuru. So kwa kiasi fulani ni kama tulipunguza. Hatuwezi kusema kwamba hawakufanikiwa kabisa, lakini ingekuwa too much kama tusingekuwa na mpango ule. Ina maana kama mara mbili mara tatu wanakuja kwa uhuru ule, wangeweza kutuumizeni zaidi. Lakini kingine ni kuheshimu pia Simba pamoja na mchezo wenyewe, kwa maana kwamba tunacheza na timu kubwa, makosa ambao sio kinidhamu maana yake anaweza kutupanish. Lakini kingine pia ni kwa namna ambavyo tunaweza kucheza ndani ya sheria 17, kwamba hata ikitokea sheria haiko upande wetu, basi sisi tusitoke mchezoni, tuendelee kuonyesha commitment kwa vyovyote tu vile itakavyokuwa, ili kusudi tumezimalize dakika 90 katika uimara wa kupambana. Na tumalize tu hapo, mchezaji gani Jemedari pia atakuuliza swali hapa. Wachezaji wako wengi jana walijitoa sana. Kwako kama mwalimu, ulikuwa umeguswa zaidi na mchezaji gani ambaye unadhani alitimiza majukumu yale uliyoelekeza kwa 100% katika mchezo wa jana? Ninakubaliana na wale ambao walimpa Dani Mgole tuzo, kwa sababu at least alitusaidia, aliwini mipira yote ambayo ilikuja kwenye uso wa goli, ile ilikuwa inatokea pembeni pamoja na maeneo ya katikati. Lakini pia ile dedication yake kwamba mpira unakwenda hapa, save alizozifanya zilikuwa vizuri. Lakini kiwango kikubwa zaidi kilikuwa kwa mchezaji wa center back Andy Bikoko. Alifanya kazi nzuri sana, kwa sababu zile tackling zake zote ambazo zilikuwa ni riski za kwenda kufungwa zote aliziwini, na ukiona namna ambavyo alikuwa kama itawala mechi
dhidi ya Selemani Mwalimu pamoja na wapinzani wengine ambao wote walikuwa wanakuja. Alisavia eneo kubwa sana kwenye ile defense na hivyo alifanikiwa. Kimwachilia mbali huyo, hata yule mwana Kibuta pia alifanya kazi yake kwa maana kumzuia Shomari, lakini at the same time kumzuia Kibabage, lakini wakati mwingine pia kuja kusaidia defense. So namba moja mimi naweza kukubaliana na waliompa Mgole, lakini apishani sana na NDB Koko. Mimi nawaweka yoyote ile kati yao wawili, NDB Koko pamoja na Dani Mgole. Hata angepata NDB Koko ningeweza kukubaliana naye kwa namna ambavyo, kwa sababu kuna riski ambazo wakati mwingine alikuwa anaingia, na kuna mahali ambapo Salimini Oza alipoteza mpira wa mwisho ambao hakuwa na pressure yote, afu ikaenda kuwa pressure kwetu. Ile ilikuwa ni 50, ilikuwa ni zaidi ya 80% kwenda kufungwa, afu tena akaturescue sisi, akatoweka kwenye mchezo. Okay, Jemedari huyu hapa anataka kukuuliza maswali. Amani, kocha wangu. Hongera bana. Nashukuru mwalimu. Kwanza jana nimefuatilia mechi. Nimefuatilia maelezo ya kiufundi kabla ya mechi na nikaenda kuona mechi yenyewe ilivyokuwa. Kitu kimoja tu ambacho sasa hiki nilitaka nikuulize mwenyewe unijibu, ambacho hakikuwa kwenye maelezo ya kiufundi kabla ya mechi, na mimi na wewe kwa kuwa kwetu tumesoma darasa moja la leseni A, sikuwahi kusikia kikifundishwa pale darasani. Sasa nataka wewe uniambie, ile mtu akitaka kufanywa substitution analala chini mpaka ije machela, mtu anakaa, ile ni mbinu ni nini? Unajua kuna matendo mengine ambayo mimi na wewe tunayaangalia, hayatoki kwetu, yanatoka kwa wachezaji wenyewe. Wanacheza muda mrefu. Simenela wanaelewa gani, sio wanaweza kusema wanapoteza muda, sio wana timu wana calm down kumfrustrate opponent. Nafikiri hiyo ni vitu vya kwao. Havifundishwi, havitoki kwenye viwanja vya mazoezi, sio? Kwa sababu mtu anaweza akaona kwamba tumekuwa tukiona timu za Kiarabu zikija kwetu hapa na tunazikemea sana kwa matendo kama yale. Sasa nilikuwa najiuliza wakati nimekaa hivi kwamba ndugu yangu Amani opt kuwa Mwarabu. Kule Msoma wapo Waarabu wengi sana kiasi hicho? Wako sehemu moja tu, Guta wachache sana. Otherwise hongera sana bana. Nimefurahi namna maelezo kabla ya mpira na nilichokiona kiwanjani na maelezo haya ambayo umezungumza na Juma. Ingawa kweli naamini yes, kuna eneo moja tu nitaka kusema na ambalo na wewe umelisema kwamba sio kwamba Simba hawakutengeneza nafasi, na wenyewe hawakuwa wazuri kwenye kuzitumia. Hongera sana. Asante mkuu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.